Baba mmoja amewaua watoto wake 7 pamoja na mtoto mmoja asiye na uhusiano naye katika shambulio la risasi mjini Shreveport, jimboni Louisiana nchini Marekani, ambapo shambulio hilo limeelezewa na polisi kama mgogoro wa kifamilia. Watoto hao walikuwa na umri kati ya mwaka mmoja hadi miaka 14. Maafisa walisema shambulio hilo lilianza takribani saa 11 alfajiri kwa saa za huko siku ya Jumapili. Mshukiwa aliwapiga risasi watu 10 kabla ya kukimbia kwa gari aliloiba, alisema msemaji wa idara ya polisi ya Shreveport, Chris Bordelon. Polisi walimfyatulia risasi na hatimaye kumuua mshambuliaji. Wanawake wawili watu wazima akiwamo mama wa watoto hao wako katika hali mbaya mahututi hospitalini. Mshukiwa ametambuliwa kuwa Shamar Elkins kulingana na mkurugenzi wa mawasiliano wa meya wa Shreveport, Leigh Ann Evanski. Kwa mjibu wa polisi, mshukiwa alimfyatulia risasi mwanamke mmoja barabarani kabla ya kuelekea katika makazi ya karibu ambako aliwaua watoto 8. Mmoja wa manusura alikimbilia nyumba ya jirani na kuwapigia simu polisi. Akizungumza mapema Jumapili, meya wa Shreveport, Tom Arsenault, alisema hili ni tukio la kusikitisha sana, labda baya zaidi kuwahi kutokea katika jimbo la Shreveport. Tuna familia zilizoumia, tuna maafisa wa polisi walioathirika pamoja na wahudumu wa huduma za maiti. Hili linaathiri jamii nzima, hivyo sote tunaomboleza pamoja na familia hizi, alisema meya huyo. Tukio hili ni shambulio baya zaidi la aina yake nchini Marekani tangu 2024 ambapo watu 8 waliuawa huko Joliet, Illinois, kulingana na taasisi ya Gun Violence Archive GVA inayofuatilia matukio ya vurugu za bunduki nchini Marekani. GVA hufafanua shambulio la watu wengi, yani mass shooting, kama tukio ambalo 4 au zaidi wanapigwa risasi bila kumjumuisha mshukiwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mapema Jumapili, Bordelon alisema maafisa waliwasili katika nyumba hiyo muda mfupi kabla ya saa 12 asubuhi kwa saa za huko na kuwakuta watoto hao. Wote waliopoteza maisha katika tukio hili ni watoto, alisema Bordelon, na kuongeza kuwa walibaini tukio hilo lilikuwa la kifamilia. Baada ya shambulio, mshukiwa aliteka gari na kujaribu kukimbia, polisi walisema. Polisi walimfuatilia hadi eneo jingine la jirani, Bossier Parish, ambapo walifyatua risasi na kumwangamiza mshukiwa huyo. Mkuu wa polisi wa Shreveport, Wayne Smith, alisema ana huzuni kubwa kwa jamii yote. Siwezi hata kuanza kufikiria jinsi tukio kama hili linaweza kutokea, alisema, na kuongeza kuwa uchunguzi unaendelea kwa ushirikiano na polisi wa jimbo la Louisiana pamoja na washirika wengine. Tutaendelea kufanya kazi kwa bidii kadri itakavyohitajika ili kupata majibu ya kilichotokea, alisema polisi huyo. Gavana wa Louisiana, Jeff Landry, alisema yeye na mke wake wamevunjika moyo kutokana na tukio hilo la kutisha na kwamba wanawaombea wote walioathirika. Naye spika wa baraza la wawakilishi la Marekani, Mike Johnson, anayewakilisha wilaya ya 4 ya Louisiana, pia alizungumzia janga hilo kama janga la kusikitisha. Tuko pamoja na wahanga, familia zao na wapendwa wao, pamoja na jamii ya Shreveport katika mawazo na maombi yetu wakati huu mgumu sana, alisema Mike Johnson. Hii ni Msasa Media.